Unaikumbuka taarifa kuhusu tukio la risasi nje ya mjengo wa kifahari wa Chris Brown? Sasa taarifa mpya ni kuwa mwanaume aliyekamatwa baada ya tukio la risasi nje ya nyumba ya msanii huyo huko Los Angeles amefukuzwa kazi kutoka kwenye kikosi cha ulinzi wa Chris Brown, timu zimethibitisha. Ripoti awali ya kuwa polisi walitikia wito siku ya Ijumaa kufuatia tukio la risasi nje ya makazi ya Chris Brown yaliyopo Tazana, ambapo mwanaume mmoja alikamatwa baada ya mzozo na mwanamke. Sasa inaelezwa kuwa mtu huyo alikuwa sehemu ya walinzi wa Chris Brown. Vyanzo vya vyombo vya usalama vinasema mwanaume huyo alikuwa akifanya kazi ya ulinzi katika nyumba ya Chris Brown wakati tukio lilipotokea, lakini kwa sasa amekwisha kuondolewa kwenye timu hiyo kufuatia tukio husika. Taarifa zilieleza kuwa tukio lilianza pale ambapo mwanamke huyo alipofika karibu na eneo la nyumba na kuombwa aondoke, jambo ambalo linaelezwa hutokea mara kwa mara. Wanawake wasiojulikana kufika katika nyumba ya Chris Brown inadaiwa kuwa alikataa kuondoka, hali iliyosababisha mabishano makali karibu na geti la mbele. Kwa mujibu wa vyanzo, wakati fulani mwanamke huyo aliingia kwenye gari lake na kumkanyaga mlinzi mguuni, ndipo mlinzi huyo alipomfyatulia risasi. Inaelezwa kuwa Chris Brown alikuwa nyumbani kwake wakati tukio linatokea, lakini hakuhusika kwa namna yoyote. Mlinzi huyo alikamatwa papo hapo eneo la tukio. Licha taarifa hii kutoka hapo awali, Chris Brown alikanusha akidai ya kuwa ameshangazwa na uvumi wa taarifa hiyo, kwani siku inaelezwa tukio hilo kutokea alikuwa nyumbani hapo na hakuna mlio wa risasi aliosikia mzozo wote, na kwamba jina lake kutokuhusishwa na jambo hilo. Lakini kwa sasa ukweli umeweza kuwekwa wazi, ni mlinzi wake aliyefyatua risasi.